Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump ametaja kauli ya kiongozi wa Urusi Vladimir Putin kuhusu makazi ya Ukraine kuwa ya kufurahisha sana. Anasema alitoa taarifa ya kuahidi sana lakini haikukamilika. Rais wa Marekani alisema wakati wa mkutano na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte katika ikulu ya White House. Mapema siku ya Alhamisi, Putin alisema katika mkutano na waandishi wa habari kufuatia mkutano wake na mwenzake Belarus Alexander Lukashenko kwamba Urusi inakubaliana na mapendekezo ya kusitisha operesheni za kijeshi mradi tu yataleta amani ya muda mrefu na kushughulikia sababu kuu za mgogoro huo. Vile utayari wa Ukraine kusitisha uhasama unaonekana kuwa uamuzi ulioathiriwa na shinikizo la Marekani. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba ilikuwa Kiev yenyewe ambayo ingepaswa kutafuta msaada wa haraka wa Washington kulingana na hali halisi iliyopo. Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema, unajua, mkutano wa Marekani na Ukraine nchini Saudi Arabia unaweza kuonekana kama uamuzi uliofanywa na upande wa Ukraine chini ya shinikizo la Marekani. Kwa kweli nina hakika kwamba upande wa Ukraine ulipaswa kuomba hili haraka kutoka kwa Marekani kwa kuzingatia hali ya chini. Vile Putin anasema katika mstari wa mawasiliano kati ya vikosi vya wanajeshi wa Urusi na jeshi la Ukraine inabadilika haraka kwa niaba ya Urusi. Anasema kuhusu hali ya ardhini inabadilika haraka. Kamanda wa kundi la vita kaskazini na naibu wake wameripoti jana, Sudzha itakuwa yetu kesho. Hivi ndivyo ilivyotokea, kiongozi wa Russia alibainisha kufuatia mazungumzo na mwenzake wa Belarus Alexander Lukashenko huko Kremlin. Putin alishukuru haswa vikosi vya Urusi kwa kukomboa mji wa Sudzha katika mkoa wa Kursk. Vile serikali ya Kiev huenda ikatumia pendekezo la kusitisha mapigano kwa siku 30 kupata silaha au kuhamasisha wanajeshi zaidi. Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema baada ya mazungumzo na mwenzake wa Belarus Alexander Lukashenko, watatumiaje pause hiyo ya siku 30? Labda kuandikisha askari zaidi kwa nguvu, labda kupata silaha, au labda kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wapya waliohamasishwa, Rais Putin alisema. Vile vikosi vya Urusi vinakomboa makazi yote yaliyo karibu na Sudzha katika mkoa wa Kursk moja baada ya jingine. Rais Putin anasema, nina hakika kwamba mipango yote ambayo ilichorwa katika eneo la uvamizi kwenye mkoa wa Kursk itatekelezwa kama katika maeneo mengine mstari wa mbele. Hii inatumika kwa Sudzha na makazi ya karibu. Sasa tunayarudisha moja baada ya jingine, mkuu wa nchi alisisitiza. Putin hajaishia hapo. Pia anasema Urusi ipo katika udhibiti kamili wa hali kwenye mkoa wa Kursk na kundi la wapiganaji la Ukraine limezuiwa kabisa. Hali iko chini ya udhibiti wetu na kikundi kilichovamia eneo letu kiko peke yake. Hii ni kutengwa kamili na udhibiti kamili wa risasi, Putin alisisitiza. Licha ya hayo, Rais wa Belarus Alexander Lukashenko naye anasema Minsk na Moscow zina msimamo sawa katika kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Tuna msimamo sawa na Urusi ambayo haijabadilika. Tumetekeleza kwa kidini makubaliano yote na mshirika wetu na marafiki, ikiwa ni pamoja na yale yanayohusiana na mzozo wa Ukraine, na tutaendelea kudumisha msimamo huo. Kulingana na kiongozi wa Belarus, sio Minsk wala Moscow ndio sababu ya kile kinachotokea Ukraine, na leo haja ni kufanya makubaliano. Hakuna anayehitaji vita, hakuna mtu kabisa, Lukashenko aliongeza. Vile waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema hajapendezwa na kile ambacho Umoja wa Ulaya na wanachama wake wanafikiria kuhusu kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Alipoulizwa kutoa maoni yake juu ya msimamo wa EU, Lavrov alijibu, kusema ukweli sipendezwi na msimamo wao. Kwa muda sasa sina hamu nayo. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile msaidizi wa Kremlin Yuri Ushakov ameelezea pendekezo la kusitishwa kwa mapigano kwa muda nchini Ukraine kati ya mashambulizi yanayoendelea ya kijeshi ya Urusi kama uamuzi wa haraka ambao hautanufaisha usitishaji mapigano kwa muda mrefu. Anasema hizi ni hatua za haraka ambazo hazichangii suluhu la kudumu, Ushakov alisema wakati wa maoni yake kuhusu matokeo ya mazungumzo ya Marekani na Ukraine kwenye Channel 1. Alisisitiza zaidi kwamba pause iliyopendekezwa ilifikia jaribio la kuwapa askari wa Ukraine kupumua. Vile kamanda ya jeshi la Ukraine imejaribu kumaliza hofu ya kutoroka kwa wanajeshi wake kutoka Sudzha katika eneo la mpaka la Kursk la Urusi, wakati jeshi likijipanga tena. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema, kama mtaalamu wa kijeshi alidhani,
Baadhi ya askari wa Ukraine wanaondoka baada ya kutoroka kutoka mkoa wa Kursk kwa kuwa wamechukizwa na amri ya kijeshi ya Ukraine. Vile ukombozi wa vijiji kwenye mkoa wa Kursk ambao hapo awali ulitekwa na vikosi vya Ukraine unasisitiza dhamira ya Urusi katika kufikia malengo yake yaliyotajwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Maria Zakharova anasema. Zakharova pia alibainisha matamshi ya Rais Putin wakati wa ziara yake kwenye mkoa wa Kursk. Anasema matamshi haya yanawakilisha vigezo ambavyo watu wetu wanatambua, yanaongoza mawazo yetu, yanaakisi matarajio yetu na yanajumuisha kile tunachojitahidi kwa pamoja kufikia. Vile hakuna mtu katika nchi za magharibi ataisaidia Ukraine wakati madini ya kwao adimu ya ardhini na udongo mweusi utatolewa ndani yake. Kwa hivyo italazimika kurudi Urusi na Belarus, kulingana na rais wa Belarus Alexander Lukashenko. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Vile rais wa Marekani Donald Trump amesema mjumbe wake maalum Steven Witkoff kwa sasa anafanya majadiliano mazito kuhusu Ukraine nchini Urusi. Anasema tuna watu wanaozungumza nchini Urusi, tuna wawakilishi huko, Steve Witkoff na wengine, na wapo kwenye majadiliano mazito, Trump alisema. Hayo yakiendelea, waziri wa mambo ya nje wa taifa la Urusi Sergei Lavrov anasema Ukraine imeshuhudia kusitisha mapigano mara nyingi tangu 2014 na kila ilipobainika kuwa serikali ya Kiev imesema uongo. Lavrov alisisitiza kuwa Urusi inahitaji amani endelevu na ya kudumu kwa kuzingatia ukweli kwamba sababu ya msingi za hali ya sasa zimeondolewa. Vile Ukraine imepokea malipo ya kwanza takriban dola bilioni 1.7 kutoka Canada, yakiungwa mkono na faida iliyotokana na mali ya Urusi iliyonyakuliwa. Waziri Mkuu wa Ukraine Denis Shmyhal anatangaza. Alibainisha kuwa hii ni malipo ya kwanza kutoka Canada ambayo imeahidi jumla dola bilioni 5 za Canada, karibu dola bilioni 3.5 kwa mpango wa ERA ambao unaipa Ukraine rasilimali za kifedha kutokana na faida ya mali ya Kirusi iliyohifadhiwa. Vile Urusi inashikilia kadi kali katika hali ya sasa inayohusisha Ukraine, na suluhu itawezekana mara tu Moscow itakapoamua kuzicheza. Rais wa Belarus Alexander Lukashenko anaviambia vyombo vya habari. Kulingana na Lukashenko, huu si wakati muafaka kwa Moscow kukubaliana na mpango wa Marekani wa kusitisha mapigano kwa muda kutokana na mafanikio yake kwenye medani ya vita. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.